Kuna taarifa kwamba Urusi inatoa msaada wa kijasusi kwa Iran katika kulenga vituo vya CIA. Sasa Marekani inachunguza uwezekano wa msaada huo wa Urusi kwa Iran kulenga vituo vya CIA. Reuters imeripoti katika ripoti ya kipekee ikinukuu vyanzo vyenye taarifa kwamba Marekani inachunguza kama Urusi inahusika mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Iran dhidi ya vituo vya shirika la kijasusi la Marekani CIA katika nchi za Ghuba ya Uajemi. Kulingana na vyanzo hivi, uchunguzi wa Marekani bado unaendelea na maafisa wa Marekani wanatathmini ushahidi na taarifa zilizopo kuhusu uwezekano wa Urusi kuhusika katika mashambulizi haya. Maelezo rasmi ya vituo vinavyolengwa na CIA katika eneo hilo hayajatolewa, huku ikulu ya White House na Pentagon hazikutoa taarifa yoyote kuhusu kulengwa kwa nafasi zao katika eneo hilo au majeruhi au hasara za kijeshi katika miezi minne iliyopita, na hata zimeagiza satellite za kibinafsi kudhibiti na kutochapisha picha za angani. Nchi katika eneo hilo pia zimezuia na kudhibiti vikali ufikiaji huru wa vyombo vya habari na hata uwasilishaji wa ripoti za umma kuhusu maeneo yaliyolengwa, na zimezuia uvujaji wa habari kwa adhabu kali katika baadhi ya matukio, hata tishio la adhabu ya kifo. Hata hivyo, katika nyakati hizi kumekuwa na taarifa mbalimbali kuhusu serikali ya Urusi na majeshi yake, namna ambavyo zinasaidia vita kwa upande wa Iran. Kulikuwa na taarifa kwamba Urusi imekuwa ikitoa msaada wa kijasusi kwa Iran katika mapambano yake dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Ilitajwa katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita katika kipindi hiki cha vita vya Marekani na Iran kwamba Urusi ni moja kati ya mataifa ambayo yanashiriki vilivyo katika vita hivi. Licha ya kuizuia mifumo ya kuzuia makombora nchi hiyo ya Iran, mifumo ya makombora ya S-400 kutoka nchini Urusi, kunatajwa kwamba kuna baadhi ya ndege za aina ya Sukhoi kutoka nchini Urusi zilizouzwa nchini Iran, na kwamba baadhi ya ndege hizo zinatumika katika mashambulizi ya wa Iran dhidi ya Marekani. Hata hivyo, ikiwa hii itakuwa na ushahidi, ni kwamba kutakuwa na mvutano mkali kati ya Marekani na Urusi. Na hata katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine, huenda Marekani ikaidhinisha silaha nyingi zaidi kwa ajili ya kushambuliwa kwa Urusi kutoka mashambulizi ya upande wa Ukraine, na hii pia itazidisha mvutano mkubwa, na kwamba Urusi huenda sasa ikaingia moja kwa moja katika mapambano na Marekani katika namna ya kuhakikisha inaipatia silaha za kutosha taifa la Iran, na kwamba na yenyewe ikiendelea na mapambano zaidi. Hata hivyo, taarifa zingine zikidai kwamba moja kati ya washiriki wa vita hivi hasa upande wa Iran ni taifa la Uchina. China inatajwa pia kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga, lakini pia pamoja na aina fulani ya makombora. Wachambuzi wanasema kwamba huenda vita hivi vinavyoendelea Mashariki ya Kati ni vita vinavyotathmini uwezo wa makombora ya mataifa mbalimbali yenye nguvu ulimwenguni. China inatajwa kwamba huenda katika nyakati hizi inafanya majaribio yake ya makombora mazito iliyokuwa nayo, ambayo haikufanyiwa majaribio popote pengine, hajawahi kutumika katika uwanja wa vita. Hata hivyo, viongozi wa CIA pamoja na wale wa Mossad wamekutana siku ya Jumatano huko Washington wakijadiliana kuhusu namna ambavyo wanaweza kumaliza vita na wanaweza kuichunguza vyema Iran kwa ajili ya kuhakikisha nchi hiyo haiendelei na vita, na kwamba wanaweza kulishinda jeshi lao, na kwamba nchi hiyo isiwe na jeshi lao kuweza kujilinda dhidi yao, na waweze kudhibiti mlango wa Hormuz na waweze kuondoa mfumo wa uongozi wa taifa hilo kama mipango yao ilivyokuwa hapo awali. Endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.